Na siku ya leo nimekuletea simulizi nzuri kabisa, simulizi ambayo inakwenda kwa jina la Kiapo cha Damu kwa Damu. Jamani, hivi viapo. Kwa kweli ni simulizi yenye kusisimua haswa. Nitaomba komenti zenu juu ya simulizi hii. Nakupendeni sana mashabiki zangu. Na ni simulizi yetu inaanzia mjini Songea, mwezi wa pili, saa 1:30 usiku. Ndani ya chumba kimoja tulivu sana cha hospitali kuu ya mkoa. Anaonekana msichana mrembo, Christina Benson, au wanapenda kumuita Tina. Akiwa amekaa kwenye kiti pembeni ya kitanda cha wagonjwa ambacho kilikuwa kimekaliwa na mgonjwa alionekana wazi kuwa ni yuko mahututi, sababu licha ya kufunikwa na shuka mpaka shingoni, pia alionekana amefungwa bandaji sehemu kubwa ya uso wake, huko kwenye kifua cha mgonjwa huyo, na vijitokeza vijiwaya vilivyokwenda kwenye BP machine ama wanaita blood pressure machine. Pia puani kwake mirija ya oxygen gas, madrip ndo tuseme. Pia mkononi kwake, yani mkono wake wa kushoto ulifungwa, ikionyesha mgonjwa huyo alivujia ama alivunjika mkono. Msichana huyo mrembo alionekana akichuruzika machozi muda wote toka amefika pale hospitali, akionekana kwa katika wakati mgumu sana. Machozi yalitoka machoni mwake na kupita kwenye mashavu yake, kisha kudondoka chini na kulowesha sakafu ya chumba kile cha hospitali kilichoonekana wazi kuwa ni wadi ya kulaza wagonjwa maalumu, huku muda wote binti huyu akimtizama mzee aliyelala kitandani. Tina alilia kwa mambo makuu matatu. Moja, baba yake ambaye kwa sasa alikuwa amelala mbele yake, maana yake ni mgonjwa na yupo hapo kitandani kwa mwezi mmoja sasa. Hajapata nafuu toka pale apate ajali ya kugongwa na gari ambayo Tina mwenyewe alikuwa anatambua wazi kuwa ni ya makusudi kabisa, na lengo likiwa ni kumzuia mzee Benson, dokta wa zamani, asikutane na yeye na kumuuliza juu ya jambo fulani muhimu sana ambalo yeye Tina alihitaji katika kazi yake na kiserikali kwa ujumla. Jambo la pili ni kufukuzwa kazi yake ya polisi katika mazingira ya kutatanisha na kunyimwa haki ya kuchunguza aliyehusika na kusababishia baba yake ajali ya kugongwa na gari. Na jambo la tatu ni kwamba hakuwa na sehemu ya kukaa wala akiba ya fedha za matibabu na malipo ya huduma anazopewa baba yake, maana baada ya kufukuzwa kazi tu amefukuzwa katika nyumba ya polisi alikuwa anaishi na baba yake, yani Dr. mstaafu Benson, ambaye alipoteza mke wake wakati Tina akiwa na miaka 14 tu. Binti, naomba uondoke, maana muda wako wa kumtizama mgonjwa umeshaisha. Hapo Tina alishtuka na kufuta machozi kidogo, kisha akainua uso wake na kumtizama nesi. Alimwambia hivyo kwa macho ya huruma, lakini yule nesi wa kike alionekana kutokumjali. Akaendelea na shughuli zake mle ndani. Hapo Tina akajiinua na kutembea taratibu, huku wakati mwingine akigeuka na kumtizama baba yake alilala kitandani ametulia kabisa, huku ikisikika BP machine ikiendelea kusoma mapigo ya moyo wa baba yake. Kwa tukio la leo, Tina alikumbuka siku ambayo baba yake alikuwa amemuita akutane sehemu amueleze jambo muhimu sana juu ya kesi anayofuatilia. Na ndipo baba yake alipogongwa na gari mbele yake, akipata msaada wa lifti ya gari moja taksi bubu lilo mwaisha mzee Benson hospitali. Na ndio siku ambayo Tina alisaidiwa na dereva wa taksi bubu kulipia baadhi ya gharama za baba yake, yani ni Jensen Yason Victor, dereva wa taksi. Tina alitembea taratibu huku akiwaza atakwenda wapi usiku ule, maana hata pesa ya kupanga chumba hakuwa nayo. Tina akatizama kwenye baraza la hospitali, akatizama watu walikuwa wamekaa kwa makundi, wake kwa waume, watoto kwa vijana na wazee kwenye baraza hivyo, wakiongea hili na lile, kusogeza muda wa kulala kwenye baraza hivyo, wengi wao wakiwa wamefahamiana na hapa wakiwa wametokea sehemu mbalimbali.
za mkoa huu wa Ruvuma. Wamekuja hapa kuwaguza ndugu zao, hivyo walilala mahali hapa kwa kukosa sehemu za kulala. Tina hakuwa tizama sana sababu asingeweza kulala pale kutokana na hadhi aliyokuwa nayo, hadhi ambayo ametoka kunyang'anywa leo hii, assistant super lieutenant wa polisi. Hivyo binti huyu alitembea taratibu na kutoka nje ya jengo la hospitali hii ya mkoa wa Ruvuma, huku machozi yakiendelea kumtoka machoni mwake, akiwaza hii ndoto iliyokuja kwa haraka na kushindwa kuondoka kama ilivyokuja. Mungu wangu, naomba unisaidie babangu apone, ndiye ndugu pekee niliyebakia naye, aliwaza Tina, huku akitoka nje kabisa ya jengo la hospitali na kulivuka geti. Pale nje giza lilishatanda na hata pale kwenye vibanda vya biashara tayari vilishafungwa. Hakuweza kumwona hata Biselini, mama muuza chakula ambaye mara nyingi huwa anapenda kwenda kula kwake. Ingekuwa rahisi kwake kwenda kuomba hifadhi kwa mama huyu ambaye anafahamu toka akiwa na miaka 14, akiwa anaendelea kutembea huku akitafuta mtu ambaye anaweza kumsaidia. Mara akakumbuka dereva wa taksi. Sijui Jensen atakuwa wapi, sijamwona toka juzi, pengine anaweza kunisaidia, aliwaza Tina, huku anatoa simu yake mfukoni na kutafuta namba ya kijana Jensen ambaye toka amefahamiana naye amekuwa kama rafiki yake, akimtumia kwa shughuli ndogo ndogo pamoja na kumtuma sehemu mbalimbali na pia kumpeleka kwenye mambo yake ya kikazi. Sasa Tina alikuwa anatembea taratibu pembezoni mwa barabara inayotoka pale hospitali na kuelekea mjini kati. Lakini kabla hajaipata namba alikuwa anaitafuta, mara akaliona gari jeusi nyuma yake, umbali wa mita kama 200 hivi. Ni BMW jeusi la kisasa, lilikuwa linakuja taratibu kabisa kama linasindikiza harusi kwa mwendo wa kilomita 5 kwa saa. Tina alifahamu gari hili, ameshawahi kuliona mara kadhaa katika sehemu mbalimbali. BMW jeusi lenye vioo vya giza, linamilikiwa na mtu ambaye anaogopwa na watu wengi sana, mtu ambaye licha ya kuwa adui wa jeshi la polisi, pia hata yeye ni adui yake mkubwa sana, mtu mwenye uwezo mkubwa wa kimapigano, ikifikia kipindi jeshi la polisi na wapelelezi wake wakiamini kuwa mtu huyu si binadamu wa kawaida. Maana mpaka sasa ameliweka katika wakati mgumu jeshi la polisi ambalo yeye amekuwa analifanyia kazi, mtu ambaye binafsi alikuwa anamwogopa sana na amekuwa anamfuatilia sana. Sasa baada ya baki kupata ajali ya kugongwa na gari, ajali iliyomweka kitandani pasipofahamu. Huyu anaitwa aliyepachikwa cheo cha kijeshi cha nyota 3, anaitwa Kapteni Chui Mchafu, mtu ambaye ameshafanya mauaji kadhaa ya kikatili. Tena alimwogopa kijana huyu, maana ukizingatia siku chache zilizopita alimpiga risasi ya tumbo. Mtu huyu ambaye alikuwa anafahamu kwa sura kutokana na kwa mara zote hujiziba kwa kipande cha ngozi ya chui usoni mwake, na ndiye anaamini anahusika na ajali ya baba yake. Leo nimekwisha, alinong'ona Tina, binti mrembo mwenye sura na umbo la kuvutia. Hapo Tina akaona yupo kwenye hatari. Kwa hakika kabisa alijua kuwa asingeweza kujitetea hata kidogo, maana silaha yake aina ya Magnum pistol ilikuwa inamsaidia alishanyang'anywa na afande wake SSP Frederick Kidobo. Lakini Tina akiwa na mafunzo ya polisi tena kipelelezi, akawaza kwa haraka na kuamua kutumia akili za kipolisi kwanza. Akatizama kushoto na kulia, akaona hapakuwa na pa kukimbilia, yani hakukuwa na pa kukimbilia sababu alizuiliwa na uzio wa hospitali. Sasa akaona bora asimame pembeni ya barabara, alione kama lile gari litapita au litasimama. Lengo ni kujua kama linamfuatilia yeye au lina safari zake, na kama litaingia pale hospitali basi baba yake atakuwa katika hatari. Hivyo arudi akamsaidia baba yake ambaye naye pia amenusurika mara kadhaa kuuawa kwa namna ambayo mpaka sasa hata yeye hajui alikuwa ananusurika vipi. Tina akatembea kama hatua 10 hivi kisha akasimama, lakini ile anasimama tu likawa kosa kwake, maana akashtuka kuliona gari jingine aina ya Toyota Noah
likija mbio mbio na kulipita BMW jeusi ambalo lilikuwa katika mwendo ule mdogo. Kisha ile Toyota Noah lilikuja kwa spidi ya ajabu na kusimama karibu yake, kitendo bila kuchelewa, yani kwa haraka sana. Ukafungula mlango wa ubavuni wa gari lile ambalo unafanana na mlango wa daladala. Wakashuka vijana watatu wenye nguvu ambao walikuwa wameziba nyuso zao kwa soksi nyeusi, yakionekana macho tu kwenye vijitobo, wakimwacha dereva pekee kwenye gari. Tina akajaribu kutishia kujipapasa kiunoni kwamba anataka kuchomwa bastola, maana alijua kwa wale watu wanajua kuwa anatembea na bastola. Lakini wale watu walionekana kama wanamfahamu kuwa amenyang'anywa bastola, ndio kwanza walizidi kumfuata. Hapo Tina akaona ajaribu kujitetea kwa mbio, lakini haikuwa bahati yake. Wale jamaa wakamdaka huku simu ya Tina ikidondoka chini. Kutokana na giza, wale jamaa hawakuiona wala kujali. Walichojua ni kumkabidhi Tina na kuingia naye ndani ya gari. Kisha wakaondoka naye kwa spidi kama ile walikuwa wamekuja nayo. Huku ndani ya gari, Tina akiwa ameshikwa kwa nguvu na vijana wale ambao walianza kujiondoa yale makofia kichwani, wakiacha nyuso zao wazi. Japo hawakuweza kuwatambua vizuri kutokana na giza, lakini aliweza kumtambua mmoja wao ambaye kazi imekuwa rahisi kuliko tulivyotegemea. Nilidhani yule mshenzi atavuruga mipango, alisema yule ambaye Tina alimtambua kwa kuwa alishawahi kumuona mara kadhaa. Wote wakacheka. Yule jamani balaa bwana, ila mwisho wake na yeye upo tu, alisema mwingine. Tina akahisi kuwa wanamzungumzia Inspector Daniel au Dani, mtu aliahidi kumsaidia kumpata mtu aliyesababisha ajali ya baba yake. Tina akajitahidi kutizama nje ya gari ili kufahamu wanakompeleka. Lakini kama vile jamaa hawa waliosoma mchezo, wakamfunika kichwa kwa kutumia moja ya socks walizokuwa wamevaa wao, wakigeuza nyuma mbele na kufanya yale matobo ya macho yawe kisogoni. Na Tina akashindwa kuona kabisa. Na nipeleka wapi jamani? Kwani nimewakosea nini? Alipiga kelele Tina, lakini wale jamaa wakacheka kabla yule aliyemtambua hajasema kwa kejeli. Tunakupeleka kuzimu. Gari ilitembea kwa dakika kadhaa, ikikatiza mitaa kadhaa, na mwisho wa safari ikaishia Matarawe kwenye uwanja mkongwe wa Sabasaba. Likatiza vichaka vichache vya nyumba kadhaa, kisha likasimama mbele ya nyumba moja ndogo na mlango wa gari ukafunguliwa. Hapo Tina akiwa haoni chochote na woga umemtawala, akaona akimshika mkono na kumshusha toka kwenye gari. Hapo akapiga mahesabu ya haraka kwa kuwa hakumfunga kamba mikononi, akiweza kujipapatua mkononi mwao na kutumia uwezo wake mdogo wa mapigano aliopata chuo cha polisi huko Moshi. Anaweza kuwakimbia watu hawa, hivyo akajaribu kujipapatua, lakini haikuwa rahisi kama alivyodhani, maana wale jamaa walikuwa wameshamshika kwa nguvu sana. Wakaanza kumburuza, wakimuingiza ndani ya ile nyumba ndogo ambayo ilikuwa na giza nene. Walimuingiza kwenye chumba kidogo chenye hewa hafifu sana na harufu mbaya. Wakawasha taa na kuanza kumfunga kamba kwenye miguu na mikono yake, wakimalizia mdomoni ambapo walifunga kitambaa asiweze kupiga kelele. Wakati huo Tina akamsikia yule aliyemtambua kwa kuwahi kumuona mara kadhaa akiongea na simu. Ndiye mzee, tayari tumeshamkamata. Ndiye bosi, haina shida, na yeye kama mwenzie tutamtupa pale pale darajani. Kauli ya kumtupa darajani ndio iliyofanya Tina ajue lengo la kuwateka watekaji wale. Hapo akahisi kama msisimko wa fadhaa katika mwili wake, hasa sehemu zake za siri, maana anajua kitakachomkuta ni kile kilichomkuta binti Belinda miezi 3 iliyopita. Alikuwa ameuawa huku mbegu za kiume zikiwa sehemu zake za siri, na ndio mwanzo wa mambo yote haya yanayomkuta. Baada ya kumaliza kuongea na simu, akamsikia yule jamaa anawaambia wenzie, haya niacheni huyo ni mwonje kwanza, maana nilikuwa namtamani sana. Nyinyi subirini hapo sebuleni. Tina akawasikia wale vijana wengine wakicheka na kutoka kwenye kile kijichumba kidogo chenye hewa nzito na harufu kali, wakimwacha yule jamaa anafunga mlango wa chumba kile na kumtizama Tina. Mwisho wako umefika,
huwezi tena kutunyima usingizi mtoto mdogo kama wewe, alisema yule jamaa kwa sauti kavu isiyo na chembe hata moja ya huruma. Tina alijitahidi kumtizama huyu bwana kwa macho ya huruma, pengine angemwacha kwa kumwonea huruma, lakini huyu bwana hakuonyesha chembe ya huruma. Zaidi alianza kufungua mkanda wa suruali yake na kisha zipo, halafu akamsogelea Tina pale chini, binti ambayo alijitunzia usichana wake kwa miaka mingi mpaka leo hii anatimiza miaka 21 pasipo kumjua mwanaume.